Mradi huu tulianza mwaka jana mwezi wa pili, na nafikiri kufikia mwezi wa tatu ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Aliyekuwa wakati huo waziri wa usalama Mheshimiwa Kindiki alizuru hapa, ikiwa sasa yeye ndio naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, na tukamwonyesha ile hali vile ilivyo na shida tulionayo. Mimi nimewahi kuhudumu kama diwani katika hii sehemu, na yale matatizo ambayo yako katika hii sub county Mungu ndiye anijua, kwa sababu mimi nilichaguliwa kuwa mjumbe wa Kinango, na Kinango iko na ward 7. Sub county ya Kinango iko na ward 3. Sub county ya Samburu iko na ward 4. Lakini ilikuwa sisi kutafuta kulipa school fees, kwa sababu lazima ulipe kwa makao. Tunatembea 80 kilometers kwenda kulipa school fees Kinango. Na DC ilikuwa tunampata kilomita 120 ndio tufike kwa DC. Sasa wakati nilipoingia katika siasa, ilikuwa ni nadhiri yangu kwamba vyovyote vile itakavyokuwa, wakiwa penginepo watanikubalia, kufikia wakati fulani nione kwamba tunaweza kumpata DC hapa. Na nimekuwa hivyo on and off, kwa sababu niliingia bungeni mwaka 92, 97 nikatolewa. Kama unavyojua mambo ya siasa. 2002 nikarudi katika siasa, 2007 nikarudi katika siasa, 2013 nikarudi katika siasa, 17 wakandegesha nyumbani. Lakini hii kazi nilikuwa sijamaliza. Sasa nikaja nikawaomba radhi kwamba naenda kuandaa makao, lakini nawaomba mnipe nafasi. Sasa hii ndio ile nafasi ndio kwa nimeiomba ili nipate kukamilisha hii safari. Kwa sababu 2017 kabla sijaregeshwa nyumbani, ilikuwa tumegazeti hii sehemu kuwa na DC sasa. Na nafikiri wakati huo, that particular December, tulikwenda Christmas tulikuwa na DC hapa. 2022 tukapata tena DC akarudi, na nikasema kitu ambacho penginepo kinaweza kutufanya DC asiondolewe ni kupata mradi wa ofisi hapa. Ndio tukaanza huu mradi, na baada ya Mheshimiwa Kindiki kuja tukamweleza ile shida yetu, kwa sababu tulipokuwa tumefanywa zile quotation tukaona kwamba tunahitaji zaidi ya karibu milioni 42. So tukaja tukazungumza na yeye, na baadaye akatuambia kwamba tuhakikishe kwamba sisi tumetoa 26 na sisi tutapeana 26, kwa sababu tulikuwa tunasema tukifika 42 kuna mambo ya landscaping, kuna mambo ya furniture, ile kwamba tujenge alafu tuje tukae chini itakuwa haileti picha. So tukafika hapo. Pia naye sasa akaja akapanda madaraka. Mradi wangu umefika pale ambapo umefika. Lakini nakumbuka kwamba wakati wa Mashujaa ilikuwa ni azma yetu kwamba rais, manake nilimtembelea State House, akamuita Bwana Raymond akamwambia peleka hiyo pesa mradi nataka umalizike, kwa sababu ningetaka kutembelea hiyo sehemu. Tukawa na hiyo vuguvugu ya kwamba atakuja, na nafikiri pia wewe kama umepanga kwamba utazuru sehemu hii, lakini ikashindikana kwa sababu ya mambo mengi, haikuwezekana. Na ndio maana nimekuwa wakati wote nabisha ofisi ili kuona kwamba mambo haya yameweza kukamilika. Leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba umefika kuja kujionea. Tumefika pale ambapo tumefika. Sasa ni lile daula mnyonge, wakati mwingi tunasema kwamba ukituacha pale tulipo, kumbuke kwamba hakutakuwa na ofisi hapa. Lakini ikikupendeza na ikipendeza serikali, na hasa kwa sababu naona Bwana Kimani yuko hapa, ikimpendeza sasa, manake roho yake ikiridhika usiku akitusaidia, sisi tutakuwa na ofisi hapa. Hivi sasa sisi tumekuwa kama vile Nabii Isa alivyokuwa akifanya, anaomba alafu anarudi kwa wanafunzi wake, kesheni kuomba, manake wakati wa majaribu ni sasa. Hivi sasa sisi tunaenda kuomba, tukijua kwamba mwenye kuweza kutukamilishia mambo haya ni wewe. Sasa mkubwa amekuleta ili uone kiasi cha kwamba kalamu isiteteleke, tuhakikishe kwamba tumepata pesa ya kuweza kumaliza mradi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yale mazungumzo ni mazungumzo ya kumaanisha. Na jambo moja ambalo mbunge wenu aliguza ni jambo la huu mradi wa Deputy County Commissioner's Office. Na hiyo pia ni sababu nyingine tulikuja tuweze kufanya assessment ili sasa tuone vile tunaweza songa mbele as far as hii project inahusika. Ni ajili ya jengo hili ambalo ni muhimu sana. Kwanza kabisa, hasa kwa wale wenzetu ambao wanahudumu katika vitengo mbalimbali vya huduma ya kitaifa, tunafaa tumalize hili jengo ili muweze kupeana huduma na hata nyinyi mfanye kazi yenu kwa mazingira ambayo ni bora.
Pili, vile tumeelezewa na Deputy County Commissioner, bado kwa sasa kuna vitengo vya kihuduma ambayo bado tunapeana kutoka Kinango. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kutekeleza hili jambo, na vile Mheshimiwa Bonzerai amewaelezea ni kwamba hii ni safari ambayo ilianza pale nyuma, ilianza zamani tukiwa na waziri wetu ambaye kwa sasa ni naibu wa rais, lakini cha muhimu ni kwamba hii ni ofisi ya mkuu wa sub-county ama kata ndogo ya Kwale Sub. Kwa hivyo asante kwa makaribisho yenu, lakini ilikuwa ni muhimu niwajulisheni ya kwamba sisi tukiwa pale headquarters tuna haja ya kuhakikisha kwamba tunawaletea huduma karibu na pia huduma iliyo bora. Hiyo ndio ilikuwa lengo letu na kufika hapa siku ya leo.